Huyu golikipa mpya ambaye wekundu wa Msimbazi Simba wamemtambulisha, raia wa Niger, kipa wa kimataifa wa Niger ambaye ndiye namba 1 kwa taifa la Niger, anaitwa Mahamudu Jibrila Kasali Tanja Jibo. Huyu ni kipa ambaye hivi karibuni katika michuano ya CHAN alikuwepo akiwakilisha taifa lake la Niger kwenye michuano ya CHAN wakiwa kwenye kundi C pale nchini Uganda, ambako walikuwa pamoja na Uganda, Algeria, Afrika Kusini, Guinea na wao Niger walikuwepo. Ni katika michuano ambayo wao walimaliza mkiani wakiwa hawajafunga bao lolote baada ya mechi 4 wakiruhusu mabao 3. Yeye alikuwa panga pangua katika kikosi cha Niger na ndiye kwa kiasi kikubwa alinusuru Niger kupokea kipigo cha mabao mengi kutoka kwa wapinzani wake. Ni kwa sababu Niger katika mechi hizi 4 za kwenye kundi lao la C walipigiwa mashuti ya kulenga shabaha, walipigiwa mashuti 13. Kati ya hayo 3 ndiyo yakazaa mabao haya ambao wao waliyaruhusu, lakini kukawa na saves za hatari 10. Hizi saves 10 zilichezwa na yeye huyu Mahamudu Jibrila Kasali Tanja Jibo, kipa wa kimataifa wa kule nchini Niger. Urefu wake ni wa around 6. Mbali na uwezo wa kuzuia michomo isiende wavuni, yeye pia ni mzuri katika kuanzisha mipira kwa miguu. Bila shaka ni miongoni mwa sababu ambazo zimewashawishi Simba wakamsajili katika kipindi hiki ambacho makipa wao wa kwanza na wa pili wote wangali na majeraha. Hapa inamaanisha Musa Pimpin Kamara, lakini pia Yakub Suleiman. Matokeo yake Simba walikuwa hawana namna, lazima wapate kipa ambaye atawezesha ushiriki wao katika michuano mbalimbali wawe bila shaka yoyote langoni. Katika kutafuta kwao ndipo wamemleta huyu mwamba Mahamudu Tanja Jibo. Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la D, mechi 2 wamepoteza zote, wameruhusu mabao 3, wamefunga bao 1. Sasa kutokuwepo kwa Kamara, kutokuwepo kwa Yakub Suleiman kulifanya Simba iwe na kipa Abeli, lakini kuhitaji kipa mzoefu ndipo akamleta huyu Mahamudu Jibrila Kasali Tanja Jibo. Simba wako katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, na mechi zilizo mbele yao ni mechi 2 za back to back dhidi ya Esperance de Tunis. Ya kwanza watacheza tarehe 24 kule nchini Tunisia, halafu watarejeana nchini Tanzania nyumbani. Lengo ni Simba kupata matokeo mazuri katika mechi hizi 2 ili kuweka hai matumaini yao ya kusonga mbele katika hatua ya robo finali. Maana mechi 2 za mwisho watacheza ugenini dhidi ya Petro Atletico ya Angola, lakini pia kuna mechi dhidi ya Stade Malien itakayochezwa nchini. Sasa mbali na uwezo wake mkubwa ambao ameshaudhihirisha katika timu yake ya taifa ya Niger ambayo ni dhaifu, tunaweza kusema hivyo kwa sababu hufikiwa sana hata kwenye kundi lao la C kwenye michuano ya CHAN wao walimaliza mkiani kama ilivyotoka kueleza, hawakufunga bao lolote. Lakini kuwapo kwa Tanja kunahakikisha kwamba akiwa kwenye kiwango chake bora ndani ya kundi la Msimbazi Simba atasaidia kwa kiasi kikubwa, akiungana na mabeki wake Rushan De Reuck, akiungana na kina Ismail Olivier Toure, kina Wilson Nangu, kina Shomari Kapombe, Anthony Mligo, Nixon Kibabagi, kuhakikisha Simba inakuwa salama. Na yeye kwa hapa nchini wala si mgeni, ashafika mara kadhaa akiwa na timu yake ya taifa ya Niger kwenye zile hatua za kuwania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia. Niger walikuwa katika kundi moja na Tanzania. Mechi iliyochezwa kwao Tanzania ilishinda bao 1-0, golini alikuwepo yeye. Mechi iliyochezwa nchini Tanzania ilifungwa bao 1-0, bao lilofungwa na Sosa, yeye ndo alikuwa golini akiwabania washambuliaji wa Tanzania kina Mbwana Samata katika mechi ambayo waliibuka na ushindi wa bao 1-0. Lakini akashinda tena dhidi ya Zambia, yeye alikuwa golini. Kwa ufupi, mechi zao yeye ndo kipa namba 1 kutumainiwa sana, mzuri hasa katika kucheza mipira ile inayopigwa kuelekea langoni mwake, yani ni shot stopper. Kazi ya msingi ya golikipa kuzuia mipira isiende wavuni, yeye kwenye eneo hilo yupo vizuri. Lakini mechi atakazocheza dhidi ya Esperance de Tunis anapaswa acheze vizuri zaidi kutokana na kile ambacho kilimkuta wakati akiwa katika timu yake ya FAN ya kule nchini Niger, ambayo kwenye hatua za awali za kwenye kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika walicheza dhidi ya Esperance de Tunis. Lakini pia kumbukumbu hizo mbaya za kufungwa katika mechi zote 2 akiwa katika klabu yake ya US FAN ziwe chachu ya yeye kujua uimara wao na hatimaye kuwasiliana na kocha wake, nazungumzia Steve Becker, benchi la ufundi, kuwasiliana na wachezaji wenzake kuona namna gani watakabiliana na safu hatari sana Esperance de Tunis
ili wapate matokeo mazuri, kwa sababu kucheza na Esperance de Tunis, njia mojawapo kupata matokeo dhidi yao ni kuhakikisha kuwazima katika harakati zao za kushambulia. Wao wanaposhambuliwa si wazuri sana, lakini kinachowabeba ni kwamba wao hushambulia zaidi. Matokeo yake wapinzani muda mwingi wanahangaika kuzuia na sio kwenda kuwashambulia. Inapotokea mnashambulia walau kidogo, mnapata nafasi kubwa ya kufika langoni kwao. Sasa mashambulizi yao makali wanayadhibiti vipi? Yeye amesha experience mechi 2 katika msimu huu na Esperance de Tunis hii akiwa na US Fan walifungwa mabao 7-1 katika mechi 2, mechi zote akiwa langoni. Mechi ya kwanza wakiwa nyumbani walifungwa 3-0. Wafungaji wa mabao 3 ya Esperance de Tunis bado wamo ndani ya Esperance de Tunis, kwa sababu mechi hii ilichezwa tarehe 21 mwezi wa 9. Mechi ya pili wakiwa Esperance de Tunis wanacheza nyumbani. Sasa Esperance wakiwa nyumbani waliwafunga US Fan mabao 4-1. Wafungaji bado wapo. Mechi hii ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 9. Halafu mechi ya marudiano ilikuwa ni tarehe 27 mwezi wa 9. Waliofunga mabao 3 katika mechi ya kwanza walikuwa ni pamoja na Abdurrahman Diakite alifunga mabao 2, lakini bao lingine liliwekwa wavuni na Kusila Bwalia. Huyu Diakite alifunga 2, lingine lilifungwa na Kusila Bwalia, kafungwa 3-0. Katika mechi ya pili waliofungwa 4-1. Haya mabao 4 yalifungwa kwa mkwaju wa penalty na beki wa kati wa Esperance Yasin Meria. Hii ilikuwa ni dakika 90 plus kuelekea mwishoni mwa mchezo, wakafungwa bao la 4. Lakini mabao mengine yalifungwa na beki 2 Ibrahima Keita. Lakini mwingine aliyefunga alikuwa Yan Sase, yule mchezaji wa kimataifa wa Brazil. Lakini bao lingine la 4 lilikuja kufungwa na Yusuf Belaili, mwamba kabisa. Kwa hiyo katika mechi 2 alipokea mabao 7 yeye akiwa langoni. Sasa hao bado hapo katika kikosi cha klabu ya Esperance de Tunis. Simba inakwenda kucheza tarehe 24 dhidi ya Esperance de Tunis na kurudiana wiki moja baadaye katika mechi ya nyumbani. Hawa goli 7 wapo ndani ya Esperance de Tunis chini ya kocha Mahar Kanzari, na bado kuna kina Florian Danyo, lakini wapo akina Jack Diara, yule mchezaji wa kimataifa wa Burkina Faso mwenye umri wa miaka 19, mgongoni namba 13, ni hatari sana. Sasa kwa sababu ashamfunga mabao 7 akiwa katika timu ambayo haina wachezaji wenye wasifu kama wa Simba. Simba ni daraja lingine kabisa kutoka katika klabu aliyokuwa akichezea. Simba ina walinzi shupavu. Unazungumzia kina Ismail Olivier Toure nilotoka kueleza. Unazungumzia kina Rushen Deroko, Wilson Nangu, unazungumzia kina Shomari Kapombe, akina Nixon Kibabage, Anthony Mligo, unazungumzia viungo wa ukabaji kina Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante, kina Nabi Kamara. Ni dhahiri kwamba katika kikosi alicho sasa, katika timu aliyopo sasa ya Wekundu wa Msimbazi Simba iliyomtambulisha, golikipa Mahamadu Jibrila Kasali Tanja Jibo anayo nafasi sasa, ule ubora wake katika kudaka uwe na manufaa kwa timu anayochezea, kwa sababu alikotoka anafanya jitihada kubwa, lakini bado anapokea mabao mengi. Ndani ya Simba matarajio ni kuona ni tofauti, na kwamba yeye atakuwa chanzo cha Esperance de Tunis kupata ugumu katika kufunga, na hilo likitokea, Simba inakuwa na nafasi sasa katika mashambulizi wanayofanya dhidi ya Esperance kwenda kufunga, kwa sababu wamekuwa na udhaifu katika kuzuia mashambulizi ya timu pinzani. Mabeki wa wakati Yasin Meria, mabeki wa wakati Hamza Jelasi, akina Khalil Genuchi, mabeki wa pembeni kina Mohamed Amin Ben Himida, lakini kina Ibrahima Keita huwa na wakati mgumu pale wanapofanyiwa mashambulizi na wapinzani. Kinachowabeba ni kwamba wao ushambulia zaidi, hawakumbani na mashambulizi mengi. Wakicheza dhidi ya Simba yenye Cletus Chota Chama, yenye Elim Panzu Kibisawala, yenye Libase Geye, hakika ukichanganya na washambuliaji wao Jonathan Soa, Selemani Mwalimu, Simba wana uwezo wa kufanya kitu, lakini watategemea sana eneo la goalkeeping, eneo la makipa ambako ndiko anakopatikana Jibrila Kasali Tanja, kuhakikisha mashambulizi ya Esperance de Tunis yale yanayotengenezwa na kina Husim Teka katikati na kina Kusali Bwalia lilotoka kuwataja hayaleti madhara, ili hatimaye Simba inufaike kwa kupata matokeo mazuri. Changamoto juu ya maelewano na wenzake, maana ndio kwanza ametambulishwa, lakini mawasiliano ni muhimu sana katika eneo la kuzuia. Kipa na mabeki wake hasa wakati anaelewana vipi na Rushen Derok katika
kuhakikisha wanatekeleza mipango ya kocha Steve Becker. Anaelewana vipi na Ismail Olivier Toure, anaelewana vipi na Kapombe, kina Nixon Kibabage, kuhakikisha kwamba Simba inakuwa salama. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.